Wakati unapozungumza juu ya mabilionea, ni kawaida majina kama Bezos na Musk kuwa ya kwanza kujitokeza akilini. Hata hivyo, haiwezekani kupuuza familia ya kifalme ya Saudia, ambayo mali yao inaweza kuwashangaza wote na kufanya akaunti yako ya benki ionekane isiyo na maana. Miongoni mwao anajitokeza Prince Salman, akiwa amezungukwa na majumba makubwa ya kifahari, safu ya magari ya kifahari na dhahabu nyingi ambayo ingemfanya mfalme Midas mwenyewe kuwa na wivu. Ikiwa unaamini kuwa utajiri ni dhana ya jamaa, ni kwa sababu bado haujapata kuona kile kinachomaanisha kuishi zaidi ya utajiri. Hebu tuingie katika ulimwengu wa familia ya Prince Salman wa Saudia, ambapo pesa siyo shida na kupita kiasi ni neno lenye upole, tukuelezea mtindo wao wa maisha. Hii ndio ulimwengu ambao Prince Salman anatawala kwa ustadi. Kileleni cha mamlaka, ushawishi wa kisiasa na utajiri, baadhi ya watu wanaonyesha uwezo wa kipekee ambao huwapeleka kileleni, wakati wengine wanazaliwa katikati ya yote hayo. Hata hivyo, kuna familia ambazo zinakaa pamoja kama nguvu isiyo na mwisho, na mali yao iliyokusanywa kwa vizazi inawapa nafasi kati ya familia tajiri zaidi ulimwengu ambao umewahi kujua. Familia ya Mfalme Salman bin Abdulaziz Al Saud ni mfano wazi wa hili. Tangu mwaka 2015, Mfalme Salman amekuwa nguzo thabiti na mlinzi wa rasilimali, mali na mafuta ya Saudia. Ingawa yeye ndiye mtawala mkuu, anashiriki nafasi yake ya kifalme na zaidi ya wanachama 15% wa familia. Katika kundi hilo, takriban 2/3 ni wanachama amilifu wa ufalme, wakiwa na mali kubwa na anuwai. Mwana wa Mfalme Salman na Prince Mtule, Mohammed bin Salman Al Saud, anajitokeza miongoni mwa wanachama wengi wa kifalme akiwa na mali inayokadiriwa kuwa dola bilioni 20. Alizaliwa tarehe 9 Agosti 1990 huko Riyadh, mji mkuu wa ufalme. Mohammed bin Salman ni mtoto wa Mfalme Salman bin Abdulaziz Al Saud na mke wake watatu, Fahda bint Falah bin Sultan Al Hithalain. Tangu mwanzo alipewa maisha yenye marupurupu na mamlaka. Miaka yake ya kwanza yalipita katika mazingira ya fahari ya familia ya kifalme, ambapo alitayarishwa kwa ajili ya kuchukua uongozi tangu utotoni. Akilelewa katika moyo wa Saudi Arabia, mrithi aliyekuwa akitazamwa alikuwa na mawasiliano ya moja kwa moja na mienendo ya utawala na utumiaji wa mamlaka. Baba yake Mfalme Salman alikuwa na jambo muhimu katika kujenga mtazamo wake wa ulimwengu, akimwambia maadili kama vile wajibu na kujitolea kwa ufalme. Tangu akiwa kijana, MBS kama anavyojulikana kwa umma, alionyesha hamu kubwa kwa masuala ya serikali, akimfuata baba yake katika mikutano na hafla rasmi. Elimu ilikuwa msingi muhimu katika undaji wa Mohammed bin Salman. Alisoma katika taasisi maarufu za elimu huko Riyadh, ambapo alijitokeza kwa akili yake makali na azimio. Safari yake ya kielimu ilijulikana kwa kuzingatia sana kuelewa miundo ya kisheria na kisiasa inayoongoza Saudi Arabia. Msingi huo thabiti ulionekana kuwa muhimu baadaye alipojikuta akishughulika na changamoto za kisiasa za ndani. Athari ya malezi yake inaonekana wazi katika njia yake ya kuongoza na kutawala. Ujuzi wake wa kisheria ulikuwa muhimu katika kumfanyia mtazamo wake kwa nchi, hasa kuhusu mageuzi ya kiuchumi na kisasa. Alipokuwa akiendelea katika ngazi za serikali ya Saudi, elimu na malezi yake vilikuja kuwa zana muhimu katika kazi yake ya kubadilisha ufalme. Mwaka wa 2009, Mohammed bin Salman alianza kazi yake rasmi ya kisiasa kama mshauri maalum wa baba yake, ambaye wakati huo alikuwa gavana wa Riyadh. Nafasi hii ilikuwa mwanzo wa kupanda kwake kwa madaraka, kwani alijitokeza haraka kwa mawazo yake ya kimkakati na uwezo wa kushughulika na masuala magumu ya kisiasa ya nchi. Malezi yake ya kisheria na utawala yalikuwa muhimu kwa mafanikio yake, yakimwezesha kutekeleza mageuzi na miradi inayolingana na matazamo wake kwa mustakabali wa Saudi Arabia. Mbali na athari yake ya kisiasa, utajiri na matindo wa maisha ya fahari wa Mohammed bin Salman vilivutia macho ya ulimwengu. Kwa mali halisi inayokadiriwa kuwa dola bilioni 20, yeye ni miongoni mwa wanajeshi wenye mali nyingi zaidi duniani. Utajiri wake unaonyesha utajiri mkubwa
mkubwa wa nyumba ya Saud, ambayo ina mali ya kushangaza ya dola trilioni 3.4. Mohammed bin Salman amevutia hamu sio tu kwa ushawishi wake wa kisiasa, bali pia kwa mali yake ya mali iliyojaa maajabu ya usanifu. Mali hizi sio tu makazi, bali ni kazi za kipekee zinazoonyesha upendeleo wake kwa anasa na upekee. Moja wa vitu vya kuvutia katika mkusanyiko wake ni Chateau Louis Quatorze iliyoko Louveciennes, Ufaransa. Ikulu hii ya kisasa ambayo inakadiriwa kuwa gharama zaidi ya dola milioni 3 inaunganisha usanifu wa Kifaransa wa kitamaduni na teknolojia ya hali ya juu. Kasri hiyo inanea zaidi ya ekari 5 za bustani zenye kuvutia, ikiwa na ukumbi wa kuogelea wa kifahari, sinema ya kibinafsi na mahali pa kuhifadhia chupa hadi 9. Mfereji unazunguka mali hiyo ikipaa uzuri wa kati, na inajumuisha hata chumba cha chini ya maji cha uwazi kinachotoa mtazamo wa kipekee wa maisha ya majini. Chateau Louis Quatorze sio tu makazi, bali ni ushahidi wa nguvu na hadhi. Mambo ya ndani yake yamepambwa kwa michoro ya kuvutia, sanamu za marumaru na taa za kioo zinazokumbusha ukuu wa Renaissance ya Ufaransa. Mali nyingine ya kuvutia katika mkusanyiko wake ni jumba kubwa huko Riyadh, Saudi Arabia. Makazi haya ya kifahari hutumika kama kimbilio la kibinafsi kwa mkuu wa kifalme, kikimpa nafasi ya kutoroka mambo ya mjini. Mali hiyo imejaa mifumo ya usalama ya kisasa, ikihakikishia faragha na ulinzi wa juu kwa wakazi wake. Mambo ya ndani yanachanganya muundo wa kitamaduni wa Kiarabu na vipengele vya kisasa, vikiwa na fanicha za kifahari, miamba yenye maelezo na nafasi kubwa. Shauku ya Mohammed bin Salman kwa anasa pia inajumuisha magari ya hali ya juu. Mkusanyo wako wa magari ya kifahari unaonyesha shauku yako kwa kasi, ustawi na ubunifu wa kiteknolojia. Moja ya vini ni Bugatti Veyron, kazi ya kipekee ya uhandisi na muundo wa magari inayotambuliwa kwa kasi yake ya kipekee na mistari ya kifahari. Veyron ni moja ya magari yenye kasi zaidi duniani, ikifikia zaidi ya kilomita 400 kwa saa. Hazina nyingine ya mkusanyo wako ni Rolls-Royce Phantom, ishara ya kilele cha fahari na ustaarabu. Phantom inajitokeza kwa ajili ya mambo ya ndani yake ya kisanii, ambayo hutumia vifaa vya hali ya juu na ukamilifu usio na dosari. Kuanzia dari yenye nyota hadi viti vya ngozi laini, kila kipengele cha Phantom kina mwendo wa kipekee. Mbali na aina hizi za utendaji wa hali ya juu, Mohammed bin Salman ana aina mbalimbali za magari ya SUV ya kifahari kama vile Bentley Bentayga na Range Rover Autobiography. Magari haya yanachanganya starehe, mtindo na uwezo wa njia za nje, yakiwa kamili kwa barabara za mjini na uchunguzi wa jangwani. Kipengele kingine cha kuvutia cha fahari yake ni mkusanyo wake wa mali za baharini, ambayo inaonyesha hisia yake ya msisimko na uvivu. Katika moyo wa safu hii ya melini Serene, super yacht inayowakilisha kilele cha fahari baharini, iliyonunuliwa kwa takriban dola milioni 500. Serene ni jumba la kifahari la kuelea, likitoa starehe na ustaarabu usio na kifani. Kwa urefu wa zaidi ya mita 33, iko kati ya yashti kubwa na za kuvutia zaidi ulimwenguni, iliyotengenezwa na kiwanda maarufu cha meli cha Italia cha Fincantieri. Serene ina muonekano wa nje wa aerodinamiki na kifahari, ikichanganiwa na mambo ya ndani yanayoonyesha kilele cha fahari na teknolojia. Yashti inaweza kuwakaribisha hadi wageni botplast katika suti za kifahari, kila moja ikiwa imeundwa kwa uangalifu kwa vifaa vya hali ya juu na samani za hali ya juu. Serene sio tu ishara ya fahari, bali pia kazi bora ya uhandisi na ubunifu. Yote iko na vifaa vya hali ya juu vya uabiri na mawasiliano, kuhakikisha safari salama na tulivu katika bahari. Pia ina hangari ya helikopta na mahelipadu mawili, kurahisisha usafiri wa haraka na ufanisi kwenda na kutoka kwa meli. Kwa ajili ya mikusanyiko ya chini ya maji, Serene ina karakana ya manowari, ikiruhusu wageni kuchunguza uzuri uliofichika katika kina cha bahari. Mbali na Serene, inasadikiwa kwa Mohammed bin Salman ana safu anuwai ya mali za baharini, ikiwa ni pamoja na yate ndogo na mashua za kasi za juu zinazotoa urahisi na msisimko katika maji. Hata hivyo, mali na ushawishi wa Mohammed bin Salman sio bila mabishano. Wakosoaji wameibua maswali kuhusu mkusanyiko wa nguvu na utajiri katika familia ya kifalme, pamoja na kuzitaja wasiwasi zinazohusiana
na historia ya haki za binadamu katika ufalme. Jukumu la makuu wa kifalme katika mauaji yanayodaiwa ya mwandishi wa habari Jamal Khashoggi yamesababisha kulaumiwa kwa kiwango cha kimataifa na uchunguzi mkali, na kusababisha mashaka kuhusu uongozi wake na mipango ya mageuzi. Licha ya vizuizi hivi, ushawishi na utajiri wa Mohammed bin Salman unaendelea kuathiri hatima ya Saudia. Mfalme Salman anasimamia mali inayokadiriwa kuwa trilioni 1.4 za dola. Ingawa MBS anatambuliwa kama mtawala halisi wa Saudia, baba yake Mfalme Salman bin Abdulaziz Al Saud bado anashika udhibiti wa mambo makuu ya ufalme. Mfalme Salman ni mmiliki wa kampuni kubwa ya serikali ya mafuta Aramco, pamoja na kuwa na majumba na mali za kifahari zilizopo kote ulimwenguni. Historia ya Saudi Aramco inaanzia kwenye makubaliano ya ruhusa yaliyofanywa mwaka 1933 kati ya serikali ya Saudia na Standard Oil of California, baadaye kujulikana kama Chevron. Makubaliano hayo yalimpa kampuni hiyo ya Kimarekani haki ya kuchimba na kutoa mafuta katika eneo hilo. Kisima cha kwanza cha mafuta kilichofanikiwa, kinachoitwa Dammam No. 7, kiligunduliwa mwaka 1938 na kuashiria mwanzo wa mabadiliko ya kiuchumi katika ufalme. Katika miongo iliyofuata, serikali ya Saudia iliongeza hatua kwa hatua ushiriki wake katika kampuni ya mafuta, ikimalizika kwa utaifa kamili wa Saudi Aramco mwaka wa 1993. Mchakato huu uliwakilisha mabadiliko muhimu katika udhibiti, na serikali ya Saudia ikichukua uongozi wa shughuli zilizokuwa zikiendeshwa na kampuni za Kimarekani. Utaifa wa Saudi Aramco ulikuwa hatua ya kimkakati iliyoruhusu familia ya kifalme kufaidika na mali kubwa kutoka kwa akiba kubwa za mafuta ya nchi hiyo. Maendeleo na maguzi ya Saudi Aramco yamekuwa ya kuvutia. Hivi sasa inajitangaza kama kampuni yenye thamani kubwa zaidi ulimwenguni, ikiwa na uzalishaji wa kila siku wa mafuta ya lita milioni 5.4. Shughuli zake zinashughulikia mnyororo mzima wa uzalishaji wa mafuta, kuanzia utafutaji na uchimbaji hadi usafishaji na usambazaji. Mkakati huu wa jumla unahakikisha kuwa Saudi Aramco inaendelea kuwa nguvu katika soko la nishati duniani. Utajiri unaozalishwa na kampuni hiyo unaelekezwa moja kwa moja kwenye hazina ya serikali ya Saudia, na kwa hivyo kwa familia ya kifalme. Mfalme Salman kama kiongozi wa familia ya Al Saud anafaidika kwa kiasi kikubwa na faida za kampuni hii kubwa ya sekta ya mafuta. Thamani ya soko ya kampuni ilizidi dola trilioni 2 mwaka wa 2022. Hata kwa kuzingatia mienendo ya soko la kimataifa, ushawishi wa Saudi Aramco katika mali ya familia ya kifalme hauna shaka. Mapato ya kampuni yanasaidia maisha ya anasa ya familia ya Al Saud na kuwezesha matumizi makubwa katika majumba makuu, meli za kifahari na ndege binafsi. Zaidi ya hayo, utajiri unaozalishwa na Saudi Aramco unaruhusu familia ya kifalme kuwa na ushawishi mkubwa katika mazingira ya kimataifa, kuunda sera za kiuchumi na mahusiano ya kidiplomasia. Hii inatuongoza kwa jinsi ya Mfalme Salman alivyojitolea kujenga miundo ya kihistoria kama vile majumba makuu katika ufalme wake. Kuanzia ikulu ya Al-Yamamah nchini Riyadh hadi ikulu ya Al-Salam huko Jeddah, kila makazi yanaonyesha mchanganyiko wa kipekee wa usanifu wa Kiislamu, wa kitamaduni na anasa ya kisasa. Palace ya Al-Yamamah huangaza nguvu na hadhi katika moyo wa Riyadh, ikifanya kazi kama makazi makuu na ofisi rasmi ya Mfalme Salman bin Abdulaziz Al Saud. Hiki kazi bora cha usanifu hupita zaidi ya makazi ya kawaida, kikiwakilisha alama ya urithi na ushawishi wa kudumu wa ufalme wa Saudia. Umuhimu wake wa kihistoria umeunganishwa kwa undani na mwendo wa Saudia, kwa kisi ukuaji wa nchi tangu kundwa kwake hadi kuinuka kwao kama nguvu ya kimataifa. Ilipojengwa mwishoni mwa karne ya 20, Palace ya Al-Yamamah iliundwa kuonyesha ukuu na mamlaka ya familia ya kifalme. Muundo wake hulinganisha usanifu wa Kiislamu, wa kitamaduni na ukarimu wa kisasa, kusherehekea urithi wa kitamaduni wa tajiri wa ufalme. Uso wa ikulu umepambwa kwa maelezo ya kijiometri changamano na uandishi wa kisanii, sifa za kipekee za sanaa ya Kiislamu, huku mambo ya ndani yakivutia kwa samani za kifahari na teknolojia
teknolojia ya hali ya juu. Mipango ya ikulu ilikusudiwa kwa makini kukidhi mahitaji ya kibinafsi na rasmi ya mfalme. Inajumuisha majumba makubwa na maeneo ya kukaribisha ambapo hafla za serikali na mikutano ya kidiplomasia hufanyika. Maeneo haya yameundwa kuvutia kwa dari za juu, taa za kifahari na mapambo ya kifahari ambayo yanaonyesha utajiri na hadhi ya ufalme wa Saudia. Matumizi ya marumaru, dhahabu na vito vya thamani katika ikulu yote yanasisitiza ahera yake. Ikiwa kando ya pwani ya kuvutia ya Jeddah, Palace ya Al Salam hutumika kama kimbilio cha kiangazi cha mfalme Salman bin Abdulaziz Al Saud. Zaidi ya mahali pa anasa na starehe, pia inajulikana kama kituo muhimu cha kitamaduni na kidiplomasia. Msimamo wake wa kimkakati karibu na Bahari Nyekundu hutoa mazingira tulivu yanayofaa kwa wakati wa kupumzika na mikutano ya kiwango cha juu. Palase ya Al Salam inatambuliwa kwa usanifu wake wa kifahari, unaunganisha kwa usawa vipengele vya kitamaduni vya Saudia na ukarimu wa kisasa. Uso wa ikulu umejengwa kwa mistari ya kifahari na madirisha makubwa ambayo hutoa maoni ya kuvutia ya mazingira yanayozunguka. Matumizi ya vifaa vya kienyeji na mifano ya kitamaduni katika ujenzi wake yanatoa heshima kwa urithi wa kitamaduni wa Saudi Arabia, wakati ujumuishaji wa vipengele vya kisasa unakisi mtazamo wa kisasa wa ufalme. Ndani ya jumba hilo, maeneo yamepambwa kwa samani za kifahari, vielelezo vya kipekee vya mosaiki na taa kubwa zinazoangazia vibanda vikubwa. Jumba hilo lina vifaa vya hali ya juu, ikiwa ni pamoja na vyumba vya kulala vya kifahari, vyumba vya mkutano na maeneo ya burudani, kuhakikisha starehe na urahisi wa juu kwa wageni wake. Ubunifu wa jumba la Al Salam hauelezi tu ladha ya binafsi ya mfalme Salman, bali pia unaonyesha ufundi wa usanifu wa Saudi Arabia. Miongoni mwa majumba mengine ya kifalme ya mfalme ni jumba la Murabba na jumba la Erga. Jumba la Murabba, ambalo lilianzishwa miaka ya 1960, linatoa mtazamo wa nyuma kwa usanifu wake wa kitamaduni wa Najdi, wakati jumba la Erga lililojengwa miaka ya 1980 linakisi uboreshaji wa haraka na ushawishi wa kimataifa wa ufalme. Jumba la Murabba ni mfano bora wa usanifu wa kitamaduni wa Najdi, ukijitokeza kwa kuta zake ngumu za matofali ya udongo, mihimili ya mbao na miundo ya kijiometri iliyochongwa. Vipengele hivi sio tu vinahakikisha nguvu ya kimuundo, bali pia vinatafsiri masuala ya kitamaduni na mazingira ya wakati huo. Matumizi ya matofali ya udongo, kwa mfano, hutoa kinga ya asili dhidi ya hali ya hewa kali ya jangwa, kuhifadhi joto la ndani wakati wa majira ya joto na kuwasha joto wakati wa majira ya baridi kali. Ubunifu wa jumba huo ni mchanganyiko ulio sawa kati ya kitamaduni na uvumbuzi. Ingawa unahifadhi kiini cha usanifu wa Najdi, pia unajumuisha vipengele vya kisasa ambavyo vilikuwa vya mapinduzi kwa kipindi hicho. Ujumuishaji wa madirisha makubwa na uwanja wazi umeongeza uingizaji hewa na mwanga wa asili zaidi, kuinua starehe ya maeneo ya ndani. Muunganiko huu kati ya zamani na mpya ni ushahidi wa mtazamo wa mfalme Abdulaziz wa Saudi Arabia inayostawi, ambayo inathamini mizizi yake huku ikielekea kwenye siku za usoni. Jumba la Murabba lilikuwa makazi ya kifalme na makao makuu ya serikali hadi miaka ya 1990, na wakati huo lilikuwa kitovu cha maisha ya kisiasa na kijamii huko Riyadh. Jumba la kifalme lilikuwa eneo la matukio mengi ya kihistoria na lilikaribisha watu mashuhuri kutoka sehemu mbalimbali za dunia, likiwa na jukumu muhimu katika kujenga uhusiano wa kidiplomasia wa ufalme. Nafasi yake ya kimkakati katikati mwa jiji ilibadilisha kuwa alama ya nguvu na ushawishi, ikithibitisha jukumu kuu la umonaki katika jamii ya Saudia. Kwa sasa, jumba la Murabba linabaki kuwa alama ya urithi mkubwa wa kitamaduni wa Saudia na safari yake kuelekea kisasa. Linawakilisha ushahidi wa uongozi wa kimakusudi wa mfalme Abdulaziz na juhudi zake za kujenga taifa lenye nguvu na lenye maendeleo. Leo, jumba hilo linatumika kama makumbusho yanayopatikana kwa umma, likiwapa wageni fursa ya kuzama katika historia yake na kustajabu uzuri wake wa kisanii. Katika kitongoji cha kidiplomasia cha Riyadh, jumba la Urga linajitokeza kwa unono wake wa kisasa na menendo ya kifalme. Lilijengwa miaka ya 1990
Jumba hili linawakilisha kisasa cha Saudia, likionyesha ukuaji wa haraka wa ufalme na matarajio yake kwa kiwango cha kimataifa. Mojawapo ya vipengele vya kuvutia zaidi vya jumba la Urga ni vyumba vyake vikubwa vya kukaribisha. Nafasi hizi pana zilibuniwa kwa ajili ya kushughulikia hafla rasmi, sherehe na mikutano ya kimataifa. Vyumba hivyo vimepambwa kwa taa za kifahari, sakafu za marumaru na michoro ya kina, ikitengeneza mazingira ya fahari na ukuu. Jumba la Urga lina vifaa vya teknolojia ya hali ya juu, ikionyesha msimamo wa ufalme kuhusu uvumbuzi na maendeleo. Mifumo ya usalama ya kisasa inahakikisha ulinzi na faragha ya familia ya kifalme na wageni wake, huku teknolojia ya kisasa ikiongeza utendaji na starehe ya jumba. Kuanzia mifumo ya hali ya hewa hadi mitandao ya mawasiliano ya kasi ya juu, kila kipengele cha jumba kimefikiriwa kukidhi mahitaji ya maisha ya kisasa. Mkusanyiko wake wa magari ya kizamani, ikiwa ni pamoja na Batmobile maarufu na jumba lake la kifahari la kuelea, meli yenye thamani ya dola milioni 300, vinasisitiza zaidi upendeleo wake kwa ufasaha na fahari. Zaidi ya mipaka ya Saudia, kimbilio chake cha kiangazi huko Morocco hutoa burudani ya utulivu, ikifunua mwelekeo wake kwa fahari na ustawi. Kila kipengele cha maisha ya Mfalme Salman, kuanzia makazi yake hadi magari yake, huelezea mazingira ya mfalme aliyejazwa katika ulimwengu wa ukuu na fahari. Onyesho la mali kubwa iliyokusanyiwa na nyumba ya Saud. Nyumba ya Saud ni kitovu cha mabilionea wanaodumisha na kupanua utajiri na ushawishi wao kwa vizazi vingi. Ingawa MBS na Mfalme Salman wako mstari wa mbele katika kuonyesha utajiri wa Saudia, wanafamilia wengine pia wanacheza majukumu muhimu, wakihamia kwa ustadi katika nyanja za siasa na fedha. Miongoni mwao ni mke wa Mfalme Salman, Malkia Fahda bint Falah al-Hitlain. Maisha ya Malkia Fahda yana mizizi yake katika moyo wa Saudia, ambako alizaliwa katika familia yenye sifa ya al-Hitlain. Familia hii inajulikana kwa uhusiano wake wa kina na ushawishi mkubwa ndani ya ufalme, na nasaba yake inayotoka kwenye kabila lenye nguvu la Ajman. Akiwa amelea katika mazingira ya heshima, Malkia Fahda aliingizwa mapema katika ulimwengu wa mila na marupurupu. Elimu yake iliandaliwa kwa uangalifu, ikionyesha juhudi za familia ya kifalme katika kukuza akili na urembo. Malkia Fahda alipata mafunzo kamili yaliyochanganya maadili ya kitamaduni ya Saudia na maarifa ya kisasa ya kielimu, kumtayarisha kwa jukumu kuu alilokabidhiwa. Maandalizi yake yalimpa uelewa wa kina wa urithi wake wa kitamaduni na majukumu yanayohusiana na hadhi yake. Kigezo muhimu katika maisha yake kilikuwa ndoa yake na Mfalme Salman bin Abdulaziz Al Saud. Muungano huu haukuimarisha tu nafasi yake ndani ya familia ya kifalme, bali pia ulianzisha sura mpya iliyojaa ushawishi na fursa zisizo na kifani. Kuanzia kwenye majumba makubwa ya ikulu ya Al-Yamama hadi kwenye mavazi yake ya kisasa yaliyojaa vitu vya wabunifu maarufu, maisha ya Malkia Fahda ni ushahidi wa matindo wa maisha ya kifahari ya familia ya kifalme ya Saudia. Zaidi ya mng'aro na fahari, yeye ni mtu mwenye ushawishi katika kazi za hisani, akijitolea kwa sababu ambazo zina maana kwake, akitumia rasilimali nyingi alizonazo. Al-Walid bin Talal Al Saud, katika ulimwengu wa utajiri na mamlaka, majina machache huyatumia kwa nguvu kama yale ya mkuu Al-Walid bin Talal Al Saud, akiitwa Warren Buffett wa Kiarabu. Safari yake kwenye njia za utajiri na ushawishi imejaa mafanikio ya kuvutia. Mzaliwa wa familia ya kifalme ya Saudi Arabia, Al-Walid amejenga historia ya matarajio makubwa, mtazamo wa kimkakati na uwezo wa kipekee wa kutambua fursa, na kumfanya kuwa mmoja wa watu tajiri zaidi duniani. Utajiri wa Al-Walid umekuwa kivutio cha mjadala kwa miongo kadhaa. Wakati wa kilele chake, mali yake ilihesabiwa kuwa takriban dola bilioni 17 na kumweka kati ya matajiri wakubwa zaidi ulimwenguni. Msingi wa utajiri wake uko katika kampuni ya Kingdom Holding, shirika la uwekezaji lililojitofautisha, likifanya kazi katika sekta kama mali isiyohamishika, ukarimu, vyombo vya habari na teknolojia. Iliyoanzishwa mwaka wa 1979, Kingdom Holding imeenea na kuguka kuwa nguvu ya kimataifa, ikiwa na hisa katika chapa na makampuni maarufu. Moja ya uwekezaji wa kipekee wa Al-Walid ni
ushiriki wake mkubwa katika Citigroup, moja ya makundi makubwa zaidi ya huduma za kifedha duniani. Zaidi ya hayo, ameacha alama yake katika sekta za vyombo vya habari na burudani, akiwa na hisa muhimu katika 21st Century Fox, mkubwa wa sekta hiyo. Katika sekta ya ukarimu, Al-Walid pia amejitokeza akiwekeza katika minyororo ya hoteli za kifahari kama vile Four Seasons Hotels and Resorts na katika Hotel George Fee maarufu huko Paris. Kazi yake hata hivyo haikuzuia katika sekta za kawaida. Pia alichunguza ulimwengu wa teknolojia, akiwekeza katika kampuni kama Apple na Twitter. Uwezo wake wa kutabiri uwezo wa makampuni haya makubwa umesaidia kudumisha hadhi yake ya kifedha, hasa kwa kuzingatia ukuaji wa kasi wa makampuni hayo. Licha ya utajiri wake mkubwa, Al-Walid anajulikana kwa kuwa na mtindo wa maisha wa kawaida, hasa ikilinganishwa na matajiri wengine. Safari yake inaendelea kuwahimiza sio tu kwa ukubwa wa utajiri wake, bali pia kwa mkakati na mtazamo unaounga mkono. Yeye anajulikana kwa kuepuka maonyesho makubwa ya utajiri, akichagua kuzingatia biashara zake na mipango ya hisani. Hata hivyo, safari ya kuvutia ya Al-Walid ilipata mabadiliko ya ghafla mnamo Novemba 2012 alipokamatwa wakati wa operesheni kubwa ya kupambana na rushwa nchini Saudia. Kukamatwa huko kiliidhinishwa na mkuu wa mrithi Mohammed bin Salman, kulileta athari kubwa ndani ya ufalme na katika ulimwengu wa biashara kimataifa. Mnamo Januari 2018, Al-Walid aliachiliwa baada ya kufikia makubaliano ya siri na serikali ya Saudia. Maelezo ya makubaliano hayajawahi kufichuliwa, lakini kuna uvumi kwamba alibaki na udhibiti wa utawala wake mkubwa wa biashara. Viongozi wengine muhimu katika utawala wa Mfalme Salman ni watoto wake Khalid bin Salman Al Saud, Bandar bin Salman Al Saud na Turki bin Salman. Mwana wa Mfalme Khalid anashika nafasi ya waziri msaidizi wa ulinzi baada ya kufanya kazi kama balozi nchini Marekani. Mwana wa Mfalme Bandar anashika wadhifa wa waziri wa ulinzi wa taifa chini ya uongozi wa MBS. Hata hivyo, mwenye kushika nafasi ya juu kati ya hao watatu ni mwana wa Mfalme Turki, ambaye amekuwa akijitambulisha kama mwenye jukumu kuu la kusimamia fedha za Mohammed bin Salman. Turki alichukua udhibiti wa mali binafsi za familia kwa njia ya utulivu na uwezo. Zaidi ya hayo, anajulikana kama mmoja wa wasimamizi muhimu wa ufalme katika mazungumzo na wawekezaji wa kigeni. Kuna ripoti kwamba alianza kusimamia mali za Mfalme Salman za mazingira. Chini ya usimamizi wake, mali hizo zimeongezeka, zikijumuisha mali muhimu sana ndani ya Saudia na nje ya nchi. Mtindo wake wa usimamizi wa utulivu lakini wenye ufanisi ulivutia haraka macho ya wawekezaji wa kimataifa. Uwezo wa Turki wa kushughulikia changamoto za kifedha na kuanzisha ushirikiano wa kimkakati ulimfanya awe mwakilishi muhimu wa familia ya kifalme. Hatua zake za kwanza katika kazi hiyo ziliweka msingi wa mafanikio yake ya baadaye na kuthibitisha nafasi yake kama nguvu inayotambulika katika ulimwengu wa fedha za hali ya juu. Mwaka wa 2012 alichukua uongozi wa Al-Tharawat, kampuni kubwa ambayo ilibadilika kuwa moja ya nguzo za mkakati wa kuongeza aina za uchumi wa Saudi Arabia. Uamuzi huu hakuwa tu alama muhimu katika safari ya Turki, bali pia ulikuwa na mwendo sawa na maono ya maendeleo ya ufalme kwa mustakabali. Chini ya uongozi wa Turki, upanuzi wa Al-Tharawat umekuwa na athari kubwa. Kampuni hiyo imeelekeza uwekezaji wake kwa njia ya kimkakati katika sekta mbalimbali kama vile mali isiyohamishika, ujenzi, kilimo, dawa na teknolojia ya habari. Uwekezaji huu umechaguliwa kwa uangalifu na kuonyesha mbinu iliyopangwa na inayolingana na malengo ya mpango wa kitaifa wa mabadiliko, kipengele muhimu cha maono ya 2030 ya Saudi Arabia. Mpango huu wa kushangaza unalenga kupunguza utegemezi wa ufalme kwa mafuta na kukuza ukuaji wa sekta binafsi na kuongeza hisa yake katika pato la taifa. Jukumu lililochukuliwa na Al-Tharawat katika hali hii ni muhimu sana. Kwa kuelekeza rasilimali katika sekta nyingi, Turki sio tu alikuza utofauti wa uchumi wa Saudi Arabia, bali pia alithibitisha nafasi yake kama mtu muhimu katika mazingira ya kifedha ya ufalme. Ushawishi wake unavuka mipaka ya kitaifa, kwani miradi ya Al-Tharawat
biashara wa tovuti ya masilahi na huanzisha uhusiano wa kimataifa na kuthibitisha zaidi hadhi ya Turki kama mwanaharakati wa kifedha wa kiwango cha kimataifa. Prince Abdulaziz bin Fahd, yeye ni mwana wa Mfalme Fahd aliyekufa wa Saudi Arabia, akiwa na maono makini kwa fursa na akili iliyoelekezwa kimkakati. Alianza miradi yake ya kwanza katika miaka ya 1982. Kuingia kwake katika ulimwengu wa biashara kulionyeshwa na uwekezaji katika sekta ya mawasiliano, sekta ambayo ilikuwa katika kipindi cha upanuzi wa haraka wakati huo. Akitambua uwezo wa upanuzi, alipata hisa kubwa katika kampuni ambazo baadaye zingekuwa nguzo muhimu katika sekta ya mawasiliano ya Mashariki ya Kati. Zaidi ya sekta hiyo, Prince Abdulaziz alichunguza fursa katika sekta ya mafuta, akitumia rasilimali za asili za Saudi Arabia. Uwekezaji wake katika kampuni za mafuta haukuimarisha tu hali yake ya kifedha, bali pia ulithibitisha ushawishi wake katika moja ya sekta muhimu zaidi duniani. Kadiri uwezo wa kibiashara wa Prince Abdulaziz bin Fahd ulivyokuwa, matarajio yake pia yalikuwa na kumwongoza kwenye ulimwengu wa kifedha wa soko la mali isiyohamishika. Uingiliaji wake katika sekta hii uliwakilisha hatua muhimu katika njia yake ya kujenga himaya kwa mtazamo mkali wa maeneo ya thamani kubwa na mali za kifahari. Alianza kununua mali isiyohamishika ambayo ingekuwa vito vya thamani zaidi vya mkusanyiko wake. Moja ya vipengele vya kuvutia zaidi vya himaya yake ya mali isiyohamishika ni uenezi wake wa kimataifa. Katika Saudi Arabia, anamiliki majumba na mali za fahari zinazoakisi ukubwa wa ukuu wake wa kifalme. Mali hizi sio tu chapa za usanifu, bali pia ni ishara za umaarufu na ushawishi wake ndani ya ufalme. Zaidi ya mipaka ya Saudi, Prince Abdulaziz amewekeza katika mali za kifahari kote Ulaya, ikiwa ni pamoja na makazi ya kifahari huko London na Paris. Ununuzi huu unaonyesha mkakati wake wa makini katika soko la mali isiyohamishika, kwa kuzingatia miji ambayo ni vituo vya kitamaduni na kifedha kwa wakati mmoja. Kwa mali iliyoimarishwa na utajiri wa mafuta ya ufalme na njia ya uwekezaji iliyokokotwa, nyumba ya Saud inatokea kama ishara ya ushawishi na ustawi wa kudumu wa Saudi Arabia. Bonyeza kadi inayofuata kwenye skrini yako kujifunza zaidi kuhusu kile ulimwengu wa mali isiyohamishika na tajiri unachotoa, na nitakuwa nangojea huko. Kwa sasa, kwaheri kwa muda mfupi.